Tafadhali, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kutazama video zetu, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video hii, na kisha itakuja alama ya kengele, nayo utaibonyeza mara moja, na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na autopitwa na taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimekuwa zikitrendi na kumeki headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Miongoni mwa taarifa kubwa kwa sasa ambayo ina trend katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mchezo unaokuja wa robo finali ambao unawakutanisha klabu ya Simba Sport Club dhidi ya klabu ya Al Masry ya kutokea nchini Misri, ambapo tunafahamu kwa ukanda wa Tanzania timu pekee ambayo ilifuzu katika michuano ya ligi mabingwa, ambapo nazungumzia kombe la shirikisho, ni Simba Sport Club pekee, lakini tunakumbuka klabu ya Young Africa iliondolewa katika hatua ya makundi na ikashindwa kufuzu kwenda katika hatua ya robo finali. Sasa moja kati ya taarifa ambayo watu wengi walikuwa wanahofu nayo, hususan mashabiki wa klabu ya Simba Sport Club, ni kuhusiana na wachezaji 6 ambao walikuwa wameitwa katika mchezo wa kimataifa ambapo walikwenda kuitumikia klabu yao ambapo ilienda kucheza dhidi ya Morocco. Lakini licha ya kwenda kufanya hivyo, timu ya Tanzania iliambulia kichapo cha bao 2-0. Sasa leo hii kocha Fadlu David ameweza kufunguka kwa mara ya kwanza akiwa nchini Misri. Ameweza kufunguka na kusema kwamba leo ni siku ya pili wakiwa katika mji wa Ismailia, na wamekuwa wakifanya fitness za kuweza kurudisha ufitness wa miili yao. Lakini pia ameweza kufunguka na kutoa taarifa njema kwamba wachezaji wote 6 ambao walikuwa wameitwa katika timu ya taifa tayari wameshaweza kuwasili nchini Misri kwa ajili ya kujiunga na kikosi, na wanaendelea vizuri na wachezaji wote wapo vizuri. Na taarifa ambazo zilikuwa zikitolewa kwamba kuna baadhi ya wachezaji huenda wakaikosa mechi dhidi ya Ismailia, amesema kwamba ni taarifa za kupuuzwa kutokana na kwamba wachezaji wote 6 wameweza kuwasili nchini Misri na kujiunga na kikosi na wanaendelea vizuri, na wanaamini katika mchezo wa tarehe 2 ya mwezi wa 4 2025 katika uwanja wa Suez Canal wataweza kufanya vizuri na kuweza kutoa kile ambacho mashabiki wanakihitaji, kwani wanafahamu ni nini mashabiki wanakitaka, lakini pia malengo ya timu kwa ujumla kwa ajili ya kuweza kufanikisha kuvuka kwenda katika hatua inayofuata. Na hapa nizungumzia hatua ya nusu finali, ili kuweza kuhakikisha inajiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kufuzu na kwenda hata kuchukua kombe la shirikisho. Tunakumbuka katika msimu uliopita klabu ya Young Africa iliweza kufanikiwa kufika katika hatua ya finali na ikaweza kumaliza katika nafasi ya pili mara baada ya kushindwa kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho. Je, wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Unaiona wapi Simba Sport Club katika msimu huu huenda ikaweza kuleta kikombe hichi nyumbani? Tuachie maoni yako hapo chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujajiunga nasi, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video hii. Asante sana.